Kwa 24/7 Media. Jina langu ni Shabani Bushiri, nyuma ya kamera Mwala Baka. Tuko na Mikoi. Nisema kweli huyu. Mikoi? Yes. Umetulia? Yes, niko njema. Alafu niko sawa sawa. Niko kamili. Unaona mkana Kisugu. Yu na Clash chini na Ndevera. Niko sawa sawa mwamba. Bwana, tuzungumze michezo baada ya Simba kuibuka na ushindi wa bao moja kwa nunge. Pengine ulitarajia haya Mikoi, kuona leo naibuka na ushindi? Yes, nitarajia. Kwanza nitarajia kupata matokeo, lakini nitarajia kwamba tutakutana na upinzani uliokuwa mgumu sana. Na kwa nini nilitarajia kukutana na upinzani uliokuwa mgumu? Leo Mbeya City ndio mechi yao ambao walikuwa wanachagua maisha mawili. Aidha kuendelea kuishi kwenye ligi ya NBC au kuchagua kurudi kwenye ligi ya chini. Kwa hiyo naamini kwamba ni mechi lazima itakuwa ngumu. Mechi ambayo lazima itakuwa na ushindani. Na sisi wana Simba tunapenda sana ushindani. Wakati niko katika basi nakuja, nilikuwa naongea na rafiki yangu. Alikuwa ananiambia vipi Kisugu tunapokwenda kucheza na Mbeya City. Namwambia tunakwenda katika uwanja ambao una historia kwenye ligi ya NBC mwaka huu. Hilo waandishi wa habari hamjaliona, lakini mimi nalisema ndio uwanja wa kwanza kocha wa kigeni kufukuzwa ulianzia katika uwanja wa Mbeya. Yes. Kocha wa kwanza wa kigeni kupigwa mawe katika nchi katika ligi ya NBC mwaka huu ilianza uwanja wa Sokoine Mbeya. Mchezaji wa kwanza kufungiwa kwenye ligi ya NBC, rafiki yangu wa karibu Ibrahim Baka, ulianza uwanja Mbeya. Mpinzani wangu ninaopambana naye kwenye ubingwa wa ligi ya NBC, pointi ya kwanza alianza kuipoteza Mbeya. Kwa hiyo hakukuwa na jambo dogo, kulikuwa na jambo kubwa. Mwamuzi wa kwanza kufungiwa kwenye ligi ya NBC alianza kutokea Mbeya. Mechi ya Yanga na Mbeya City. Nenda nikasome hizo record. Kwa hiyo mimi wakati nakuja mentality yangu nilijua kabisa unakuja kucheza mechi ngumu. Lakini kwa nini nilikuwa na imani tutapata matokeo? Moja katika timu ambayo imekamilika kwenye ligi ya NBC ni Simba Sports. Ina management bora, ina mashabiki bora, ina players bora, ina technical bench bora. Kwa hiyo ubora wote huu ukikusanya combination yake tunakwenda kupata matokeo ambayo sisi tumeyapata katika uwanja Sokoine Mbeya. Lakini Kisugu, kuna baadhi ya mashabiki walikuwa naisema vibaya Simba Sport Club. Lakini Simba ikifanya vizuri au mashabiki hawaonekani. Shida ni nini? Mimi ni Muislamu. Mwenyezi Mungu anateremsha aya moja anasema tabati ya Abi Lahab wa tabba. Abi Lahab ni mjomba wa Mtume aliyezaliwa na mama yake. Abu Lahab katika jina lake la asili anaitwa baba la ujinga au baba la wajinga. Mungu baada ya kuumba wanadamu, lakini ndani ya wanadamu ameumba kuna nini? Kuna wajinga. Sifa ya mtu mjinga ni yule anayeshindwa kulinda madhaifu ya baba yake au ya mama yake katika familia. Sifa ya mjinga ni yule ambaye anakataa ukweli na kukubali haramu. Na ndio maana cha kwanza nilisema kwenye tabati ya Abi Lahab, Abu Lahab ni baba la wajinga. Alipokufa akawaacha wajinga kwenye dunia, bado wapo na wataendelea kuwepo. Iko ni kizazi cha Abu Lahab. Kwa hiyo yoyote ukiona anaitukana Simba, jua kizazi cha Abu Lahab. Wajinga wapo blaza. Kweli. Kwa nini Mungu aliteremsha ile aya? Samahani natoka kwenye mada, lakini na nia na mazumuni kufundisha. Mtume alifanya mambo yote ili mjomba wake Abu Lahab ainamishe sura hata siku moja kusujudu, lakini yule bwana kwa ujinga wake alikataa kufanya kile ambacho mtume alikuwa anakifanya. Kwa hiyo amini kama kipindi kile kulikuwa na wajinga, na leo wajinga bado wapo. Kulikuwa na mtu mbishi kama Hans Raphael. Leo mpelekee Mike anaizungumziaje Simba? Shekhe, ukweli kama maji ukisoma kwenye Biblia kwenye Mathayo, huwezi kuyazuia shekhe. Wanachokitaka, wanachokitarajia hakitatokea. Kitu gani ambacho unakitarajia? Wao wanaamini Simba ifanye vibaya ili mradi waweze kusema. Simba haiwezi kufanya vibaya. Kwa uwezo wa wachezaji na kwa idhini ya Allah Simba haiwezi kufanya vibaya. Lakini Mikoi, ukisikia maneno yao wanazungumza kwamba wao wakitoa ushauri kwa viongozi hawapewe time. Wewe ni miongoni mwa watu wa muhimu sana na kwenye Simba na mmoja wa watu. Nani? Kiongozi hawezi kupokea ushauri wako, kwanza unamtukana pili unapeleka ushauri.
Kiongozi wa namna gani anaweza kukubali hayo? Alafu kweli wewe ni Simba? Kwa sababu kuna msemo Mama Doris aliwahi kunambia kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Tutawajuaje hali ya kuwa wamefanana hawa? Kuna kenge hapo. Kwa hiyo kenge anakuja kujionyesha kwenye mfano na safari ya mamba kwa namna ambavyo anavyotembea, kwa namna ambavyo anavyoishi, kwa namna ambavyo anavyozungumza. Bro, wakati utafika, muda utawadia, ukweli utadhihiri na kila mmoja atakuja kuimba Simba kwenye nchi hii. Lakini pia wale wajinga usiwalaumu sana, wako kwenye maisha wanatafuta riziki. Njaa. Wengine mimi sitaki kuzungumza, nimewapokea mimi, wamelala nje. Wallahi wabillahi, Mungu shahidi, walikuwa wanalala nje. Na hapa wallahi wabillahi watallahi walikuwa wanalala nje. Na ndio maana nikasema Abu Lahabi baba la wajinga kawaacha wajinga wengine bado wapo, wataendelea kuwepo. Huwezi kuisumbua. Simba ni taasisi bro. Lakini kuna watu ambao wanaamini. Unaamini kusema ameanza leo? Kwani unaamini mjinga kuna mmoja? Kwa hiyo ukimwona baba la mjinga, umuone kuna mama wa mjinga, kuna shangazi wa mjinga, kuna mjomba wa mjinga, kuna mtoto wa mjinga. Na ndio maana wajinga huwa wanakubaliana wajinga. Mikoi, wale ambao wanazungumza, kuna baadhi ya mashabiki wanaoamini mashabiki waelewi wanaotoka kwenye leli. Ukweli ni upi na uongo ni upi? Leo izungumzie Simba, unaizungumziaje? Mentality kwa Simba. Simba anafanya vibaya. Simba leo ina game ngapi hajapoteza kwenye ligi ya NBC? Sema zaidi ya game 15. Toka mzunguko wa pili timu iko mikononi kwa Steven Becker. Swali jiulize, hawa wanaitokana Simba wamebadilika? Wana nini hawa? Wana nini? Leo Mbeya City amelala. Na inshallah kwa Mwenyezi Mungu Coast Union anaenda kufanyaje? Anaenda kulala. Kiwa wanachezaga mchezo mgumu Mikoi. Kwa nini unaamini kwamba hadi Coast naye ataenda kugaragazwa vibaya? Simba Sports tuna timu bora. Tuna wachezaji wenye quality. Tuna wachezaji wamemachua. Wanajua target na mipango ya Simba ni nini mwaka huu. Wanajua target ya Simba mwaka huu kuhakikisha anakwenda kuchukua nini? Ubingwa. Na wallahi na hapa kwa uwezo Mwenyezi Mungu, Simba tutakwenda kukusanya makombe yote katika nchi. Mikoi. Yes. Hadi hili. Mpira shehe. Leo hii Mungu akiamua kuleta ugonjwa wa mlipuko pop, serikali ikasema tutaki tena michezo, watu wajikusanye, bingwa nani? Simba. Alafu wewe mwana Simba unapewa maiki unaitukana Simba. Wewe mtoto wa Abu Lahabi. Kwa alama moja na mnaambiwa kama mnaikuwa viwanzi. Ubingwa unaweza kuchukua hata kwa goli. Kanuni ipo nchi. 2012-13 kama kumbukumbu ikawa sawa sawa, kuna timu ilichukua ubingwa kwa goli moja. Sasa leo nenda kawaambia wapelekee maiki. Simba amefanikiwa kumfunga Mbeya City na anaongoza ligi NBC, wasikio watakavyosema. Watasifia Simba? Wasifia Simba. Mikoi, ukiachana na Coastal Union imebakiwa na mchezo pia ukiwemo na Mtibwa Sugar. Na sasa hivi hizi timu za harakati zinajipapatua kufanya vizuri. Pengine kuna ugumu kiasi gani ukicheza na timu za mikoani? Hatuwezi kuzungumzia Mtibwa kwanza, tunazungumzia Coastal Union ya Tanga shekhe. Focus ya Simba kama mwanadamu mwenye kujielewa na upanda ngazi. Ukitoka ngazi moja na kwenda ngazi ya pili. Mechi ile kombe yetu zidi ya Coastal Union ya Tanga. Niulize mechi ya Mtibwa nitakujibu baada ya kushamaliza Coastal, mechi ya nani? Na Coastal Union ya Tanga. Sawa. Leo amba tunatoka hapa. Inshallah wana Simba tuombee dua. Tunaelekea Arusha. Tunakwenda kuipambania timu. Wao wabaki kwenye dua na sara. Mimi naamini tutakwenda kupata matokeo mazuri zidi ya Coastal Union. Tunakwenda kucheza mechi ngumu. Ngumu wake unaona. Moja katika kumbukumbu unapokwenda kucheza na Coastal Union, ameshakuwa mwana finali ya CRDB Federation Cup. Uwanja ule Mkokwani. Uwanja ule wa nani? Wa Shamla Beni mjini Arusha. 3-3 na Dar es Salaam Africans hiyo.
Ndio mechi ambayo nikupe za ndani huwezi kuamini. Goalkeeper alokaa upande wa Coast mpaka siku ile kaambiwa Tanga asikanyage mpaka dunia inakwisha. Nikushukuru sana mwandishi wa habari.